Shalom, 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 taifa la Mungu, shalom. Haleluya, haleluya, haleluya. Mpendwa, kama wewe ndo mara yako ya kwanza kujiunga pamoja nasi, basi ni kuombe jambo kwa kusubscribe hapo. Pia itakuwa ni jambo zuri sana kushare, kucomment na kulike. Pia ninaomba sana muwe mnapenda kufuatilia mpaka mwisho vipindi vyetu, ili uwe unapata maana mbalimbali. Sasa kuna watu wengi wanaishia tu juu kuangalia, na mwisho siku watoa hawajapata point ile mada nzuri ambayo tunazungumza. Lakini leo nimekuja kwa habari ya kufundisha nini maana Pasaka. Sasa watu wanakula Pasaka, wanasherehekea, watu wanasherehekea Pasaka. Ukisema mwezi wa 4 tunasherehekea Pasaka, lakini leo tunajifunza. Unajua, maandiko hajasema kwamba tusherehekee Pasaka mwezi wa 4. Sasa huyu ni nani aliyetengeneza hii Pasaka mwezi wa 4? Tunaenda kujifunza huko. Kwanza kabisa tunatakiwa tujue Pasaka ni nini, na Pasaka iliwalenga kina nani? Pasaka iliwalenga Wayahudi, ndio maana naita Pasaka za Kiyahudi, kwa sababu kule mwanzo ukisoma habari ya Wanaisraeli walipokuwa Misri, umeelewa? Waliambiwa waandae mwana kondoo. Wazee wa Israeli waliambiwa waandae mwana kondoo ili wamchinje huyo mwana kondoo, wapake kwenye miimo ya milango yao, kwa sababu atakuja malaika kwa ajili ya kija Misri kila uzalio wa kwanza. Kwa yoyote ambaye hajapaka na itamkuta hiyo. Ndio maana wana Israeli wote walipaka hiyo damu ya mwana kondoo. Na leo hii tunajifunza mwana kondoo leo ni nani? Ndio Yesu Kristo. Tutaenda kujifunza huko. Ndio maana tunakuonyesha mambo mbalimbali ili uweze kuelewa. Ndio ukisoma katika ile kitabu cha Kutoka 12 mstari wa 11 utaenda kuona pale ambapo inaelezea kwa habari hiyo ya yule mwana kondoo aliyechinjwa, mpaka ikapelekea leo hii wakapewa kwamba waikumbuke siku kama hiyo, kwamba Mungu aliwakomboa, umeelewa, na alitoa maagizo kwamba achinje mwana kondoo. Lakini leo hii tukisoma kwa habari ya sasa hivi, tukisoma ile habari ya Ibrania inatueleza vizuri. Ukisoma Ibrania 11:28, ukisoma kwa muda wako utaelewa kwamba anaelezea kwamba vile ambavyo Yesu ilikuwa ni mfano wa ile damu ya ile mwana kondoo aliyechinjwa kwa ajili ya uzaliwa wa kwanza. Sio, umeelewa? Kwamba kila uzaliwa wa kwanza ulitakiwa utolewe sadaka ya damu, umeelewa? Kwa hiyo ndio maana Mungu naye akaamua kupiga kila uzaliwa wa kwanza wa Misri. Kwa hiyo tunajifunza vitu vingi sana hapo. Lakini pia Yesu, historia yake na kufa kwake imefananishwa na ile sadaka iliyotolewa, sadaka ya Ibrahim, sadaka ya mwana kondoo, ambaye huyu mwana kondoo alikuwa nani? Alikuwa ni Isaka. Lakini Mungu akaona upendo wa Ibrahim, wa Ibrahim, Yesu. Ndipo akasema sasa, kwa sababu nimeona upendo wako, ninakupa mwana kondoo. Akapewa kondoo achinje kwa ajili ya sadaka. Kwa hiyo Mungu alimpa Ibrahim sadaka ya mwana kondoo. Hapo leo hii tena duniani sisi wanadamu tumepewa sadaka ya mwana kondoo, ambaye ndio Kristo Yesu, kwa sababu alikufa msalabani kwa ajili yetu. Ukisoma ile waraka wa Korinto sura ile ya 5 mstari wa 7, kwamba basi jisafisheni, mkatoe ile chachu ya kale, mpate kuwa kama vile hamkutumiwa chachu, kwa maana Pasaka wetu amekwisha tolewa kuwa sadaka, yaani Yesu. Si umeelewa vizuri? Nakwambia hivi, nakwambia Pasaka wetu amekwisha tolewa, umeelewa? Amekwisha tolewa, ambaye ndiye sadaka.